Mgodi wa madini aina ya coltan uliopo Gasasa, wilaya ya Rubaya, eneo la Masisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeripotiwa kuporomoka usiku wa kuamkia leo na kusababisha vifo vya watu 200. Taarifa za hivi karibuni zinasema kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka kufuatia watu waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo. Taarifa za awali zinasema kuwa ni takriban mwezi mmoja tu upite tangu mgodi mwingine katika eneo hilo la Gasasa kuripotiwa kuporomoka mnamo Januari tariki 28 mwaka huu 2026. Na mgodi huo ulioporomoka awali uliripotiwa kuua watu zaidi ya 200. Katika mji wa Rubaya, hali imekuwa mbaya kwa familia kadhaa ambazo zina ndugu waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo. Shughuli zinaendelea kuwatafuta wale walionusurika au wale waliopata ajali hiyo na kufariki. Wakazi hawaelewi kwa nini mamlaka haijachukua hatua ya kuzuia watu kuingia katika mgodi huo. Maeneo ya Gasasa, uchimbaji mdogo wa madini umekuwa ni ajira kubwa na riziki kwa zaidi ya familia nyingi, huku wakitegemea mapato ya mgodi huo. Ingawa imekuwa hali ngumu kwa wachimbaji wadogo wa madini, japo hiyo bado imekuwa ni ajira kubwa kwa familia nyingi hapo Rubaya na Gasasa. Jeshi la Taifa la DRC Congo na wasaidizi wao wazalendo wamefanikisha operesheni yao ya kuzuia waasi wa M23 kuingia katika mji wa Burunyi. Kamanda Kitwamaja Makungura na Manunjira Ruma wamezuia shambulizi la waasi wa M23 katika tarafa la Mwenga, Kivu Kusini. Mapigano hayo yanarindima katika miji ya Katala, Marundi na Mwana, na ikiwa ni vijiji vya kitongoji cha Almashauri ya usultani wa Burunyi. Pasifike Kararuka wa shirika jipya la kiraia maeneo hayo amearifu vyombo vya habari kwamba wananchi wengi haswa wale wa kijiji cha Mwana wamekimbia maskani yao na kuacha vitu walivyokuwa navyo. Vyanzo vya serikali vimeeleza kuwa waasi ndio wameshambulia ngome za vijiji vyao. Upande wa AFC M23 ikituhumu serikali ya Kinshasa kuwachokonoa na kutokuheshimu makubaliano, tuhuma zinazodaiwa kuwa ni pingamizi ama zinatupiliwa mbali na serikali ya Kinshasa. Huku Mashariki ya Kati, huku mashirika ya kihutu na taasisi zisizo za kiserikali zikiomba pande zote mbili kuheshimu mikataba ili kurejesha amani ya kudumu eneo hilo la mashariki mwa DRC.